Matthew chapter 12. Mathayo sura ya 12. And would you please read, Mr. Chima, verses 40 through, 46 through 50. Mstari wa 46 mpaka 50. Mathayo 12 mstari wa 46 mpaka 50. Biblia inasema hivi: alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wakataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia, yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Akawaonyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Amen. Read verse 50 again and don't say amen. There's no amen in there. Na mstari wa 50. It's not in the book. Yeah. Just read what's there. Verse 50. 50 tarudia hapo. Kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. See? Unaona? In this book that you don't read, na katika kitabu hiki ambacho hatukisomi, I said in this book that you don't read, katika kitabu hiki ambacho hatukisomi, Jesus says who his family is. Yesu anaeleza familia yake ni wakina nani. Listen, hear what he said. Sikiliza anavyosema. Did he say those who get together and sing songs? Je, anasema ni wale ambao wanakusanyika na kuimba nyimbo pamoja? No. Hapana. Those who get dressed up on Sunday, are those my family? Je, ni wale ambao wanavalia vizuri siku ya Jumapili na wanakuja ibadani, hao ndio ndugu zangu? Did he say those who give money? Je, alisema ni wale wanaotoa fedha are my family? ndio ndugu zangu? No. Hapana. Do you want to be his family? Je, wewe unatamani kuwa familia ya Yesu? Then there's a qualification. Kwa hiyo kuna sifa hapa. You must do the will of God. Lazima ufanye mapenzi ya Mungu. You must do the will of God. Lazima ufanye mapenzi ya Mungu. To be a brother and a sister of Jesus. Ili uwe ndugu wa kiume na wa kike wa Yesu. Renew your mind. Hebu kubali kubadilisha mtazamo wako. Don't be deceived by religion. Usidanganyike na udini. Listen to what he says. Hebu sikiliza kile ambacho Yesu anasema. Take it in, receive it. Na ukipokee na kukitunza ndani yako. Get it in your hands. Na ukiweke mikononi mwako. Get it in your feet. Na kiwe katika miguu yako. By the grace of the Lord, kwa neema ya Mungu, we attempted to do that this week. Sisi tunapaswa kufanya hivyo katika wiki hii. By the grace of the Lord, kwa neema ya Mungu, he opened a door for us. Akafungua mlango kwa ajili yetu. To go into the schools. Kwenda kule mashuleni. So I think on Thursday we went to 3 schools? 7. No. Friday we went to 7. On Thursday we went to 3 schools. Yes. On Thursday we went to 3 schools. Siku ya Alhamisi tulienda kwa shule 3. Tulitembelea shule 3. On Friday we went to 7 schools. Na siku ya Ijumaa tukatembelea shule 7. Yesterday we went to 3 schools. Na jana tukatembelea shule 4. 4. Yeah. There were exams taking place. Na kulikuwa na mitihani iliyokuwa ikiendelea. So we only got to see half of the students. Yes. Kwa hiyo tukaona nusu ya wanafunzi, tukakutana na nusu ya wanafunzi. And still, na bado, by the grace of God, kwa neema ya Mungu,
we were able to talk to over 5,000 students. Tulipata nafasi ya kuongea zaidi ya wanafunzi 5,000. See? Because he said to go. Kwa sababu ametuambia tuende. He didn't say make them come here. Hajasema tukawaambie waje hapa. He told you to go. Lakini ametuagiza sisi kuenda kuwaendea kule. Sharpen your hooks. Manake lazima uhakikishe unainoa ile ndoano yako. You're supposed to be fishing for men. Lazima wewe unapaswa kuvua watu. Every day of your life. Kila siku ya maisha yako. It doesn't have to look any certain way. Si mpaka uende mahali fulani ile. But don't waste your time. Lakini usipoteze muda wako. Don't miss the opportunities. Na usipoteze hii fursa. God gives us all opportunities. Mungu ametupa fursa zote. To demonstrate the love of God. Ili tuweze kudhihirisha upendo wa Mungu. To communicate the good news. Ili tuweze kuwapelekea watu habari njema. But we have to take it in. Lakini lazima tuliweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. If we take it in, na kama tunaliweka ndani ya neno la Mungu ndani yetu, we can give it away. Tuna uwezo kuwapelekea wengine. It's impossible to give something that you don't have. Ni vigumu sana kumpa mtu kitu ambacho wewe hauna. The only way you're going to do the will of God is to know what the will of God is. Moja ya kujua kufanya mapenzi ya Mungu ni pale utakapojua nini yaliyo mapenzi ya Mungu. He tells us what his will is in here. Na anatueleza mapenzi yake katika neno lake, kupitia neno lake anatueleza mapenzi yake ni nini. Not the TV. Na si TV. You don't learn the will of God in the TV. Na hapo uweze kujifunza neno la Mungu ukiangalia hapo. You're looking in the wrong place. Na hapo unakuwa umeangalia mahali ambapo si sahihi. This is where you find out the will of God. Hapa ndipo ambapo utapata neno la Mungu. For each one of us. Kwa kila mmoja wetu hapa. God created us. Mungu ametuumba for his purpose. Mungu ametuumba kwa kusudi lake. God created you. Mungu amekuumba wewe Unique and special. Amekuumba katika hali ya upekee na utofauti. Only you can fulfill your calling. Ni wewe peke yako ambao unaweza kutimiza kusudi la Mungu. And destiny. Na hatima yake. Only you can reach some people. Nobody else will reach them. Ni wewe ambao unaweza kuwafikia hao watu, si mtu mwingine except you. Ni wewe peke yako. This is important. Na hii ni muhimu sana. This is very important to God. Na hii ni muhimu sana kwa Mungu. God so loved the world. Mungu aliupenda ulimwengu. He so loved the world. Aliupenda ulimwengu sana. It didn't say he so loved Christians. Hajasema kwamba anawapenda Wakristo. He so loved the world. Lakini akasema aliupenda ulimwengu. That he gave his only son. Hata akamtoa mwanae wa pekee. That whoever believes. Ili kila muaminie. Will not perish but have everlasting life. Asipotee bali awe na uzima wa milele katika yeye. How can they believe if they don't hear? Wanawezaje kuamini kama hawajasikia? If you're not telling them, how can they believe? Kama wewe hauambii wataaminije? How can you tell them something you don't know? Unawezaje kuambia kitu ambacho wewe binafsi haukifahamu? That's why you need to be in the Bible. Kwa maana lazima ujifunze neno la Mungu. You need to know who you are. Ili ujitambue wewe ni nani. You need to know what God's commanded you to do. Ujitambue nini ambacho Mungu anakuagiza ufanye. You need to be who you're supposed to be. Lazima usimame na kukaa kwenye nafasi yako. You only get one chance. Una fursa moja tu, una nafasi moja tu. Some people are either going to go to heaven. Kuna watu ambao wanaweza wataenda mbinguni. Or they're going to go to hell. Lakini kuna wengine watakao kwenda motoni. By the way you live your life. Kulingana na namna unavyoishi maisha yako. Think about that. Hebu fikiri hiyo. You have responsibility. Wewe una wajibu. That's why he gave you authority. Na ndio maana amekupa wewe mamlaka. He didn't give you responsibility with no authority. Hajakupa wewe wajibu pasipo mamlaka. Because you're his offspring. Kwa sababu wewe ni mzao wake. Because you're royalty. Wewe ni sehemu ya familia yake. He gave you authority to back up who you are. Amekupa mamlaka ili wewe uweze kujitambua wewe ni nani. So change the way you think. Kwa hiyo badilisha fikra zako na mtazamo wako. See, each nation that I go to, kila taifa ninapokwenda, I study a little bit of the history of the nation. Huwa najifunza kidogo angalau historia ya taifa. So I can understand the people. Ili niweze kuelewa wale watu nao waendea ni wa aina gani. You have a beautiful history.
Na sisi tunayo historia nzuri. But it also comes with a few wrinkles. Lakini pia inakuwa na mikunjo kidogo. One day I was with Brother Malenga and we were visiting. Na siku moja tulikuwa na Askofu Mlenga, tukawa tunatembelea, tunazunguka. And I don't know, something happened, like he dropped something. Ni kama alidondosha kitu fulani hivi. Or it wasn't really significant. Hicho kitu kilikuwa sio cha muhimu sana. But he said, "Oh, sorry." Akasema, samahani. I says, "You know where that comes from?" Unajua hii inatoka wapi? Do you know where that comes from? Je, unajua hii samahani inatoka wapi? Saying sorry when you don't need to. Yaani unasema samahani kwa kitu ambacho huhitaji kusema samahani. That came from being under Germany. Hiyo imetokana kwa sababu tulitawaliwa na Wajerumani. That came from being under England. Na hiyo imetokana kwa sababu tulitawaliwa na Waingereza. Where you could be beaten for any little thing. Yaani unaweza ukajikuta unajishusha tu kwa sababu ya kitu kidogo. See? Unaona? But you're not slaves. Wewe sio mtumwa, ila unajikuta unajishusha tu kwa sababu ya kitu kidogo. You're royalty. Wewe ni kuhani. You're ambassador. Wewe ni balozi. You're a people belonging to God. Wewe ni watu miliki ya Mungu. You are free people. Nyinyi ni watu mlio uhuru. You will know the truth. Mtaijua kweli. And the truth will make you na free. Na kweli itawaweka nyinyi uhuru. You must read the truth to know the truth. Lazima ujifunze kusoma kweli ili ujue kweli. It's not enough to come here and listen once a week. Sio tu kuja unasikiliza mara moja kwa wiki na kuondoka. 7 days without reading the word. Siku 7 pasipo kusoma neno la Mungu makes one weak. Inafanya mtu mmoja mkono wake ulegee. Do you want to be weak? Je, unatamani kuwa dhaifu? Do you want to be pushed around? Unatamani usukumwe uangukie kule? Do you want the devil to tear up you and your family? Je, unataka shetani akubabaishe na kukusumbua kwenye familia yako? Then stay out of the Bible. Kama ukitaka hivyo, maana yake usisome neno la Mungu. Because you'll be weak. Kwa sababu wewe utakuwa dhaifu goi. It's your choice. Uchaguzi ni wa kwako. You can have whatever you want. Kwa unaweza ukapata chochote ambacho unahitaji. There's more for you. Kuna vitu vingi kwa ajili yako. God's calling you. Na Mungu anakuita. Come up. Anakuambia inuka. Come up. Anakuambia inuka. Do you know that you're seated in heavenly places? Je, unajua kwamba umekaa katika ulimwengu wa roho hapo ulipo? It doesn't say you will be. Haisemi kwamba mtakaa. It says you are. Biblia inasema kwamba mnakaa. Tunakaa. But you don't know that because you don't read it. Lakini bado haujajua kwamba unakaa katika ulimwengu wa roho kwa sababu wewe hausomi neno la Mungu. See, God loves us. Mungu anatupenda. God loves little children. Na Mungu anawapenda watoto wadogo. God loves special needs children. Na Mungu anapenda hata wale watoto wenye changamoto za kiafya. He loves everybody. Anampenda kila mtu. He loves you just the way you are. Anakupenda wewe vile ulivyo. But he loves you too much to leave you that way. Lakini anakupenda na anatamani uishi zaidi ya vile unavyoishi. Grow up. Amka. Grow up. Amka, kuwa. Hard word. Ni neno gumu. I have to do my job. Na mimi lazima nifanye kazi yangu. And then my dear precious brother has to clean up my mess. Na baada ya hapo askofu atasafisha meza yangu. But I love you. Lakini nawapendeni watu wa Mungu. I love you enough to tell you the truth. Na ninawapenda ndio maana lazima niwaambie iliyo kweli. Haleluya watu wa Mungu. If you want to be offended, be offended. Kama utajisikia vibaya, jisikia vibaya, lakini ukweli lazima nikwambie. But if you want to grow up. Lakini kama unataka kukua katika wokovu lazima ukue. It's fun. Ni vizuri kabisa. It's fun to be the word made flesh living among men. Yaani ni ajabu kabisa neno akafanyika mwili akaishi katikati ya watu. So by the grace of the Lord and giving praise and honor to God. Na kwa neema ya Mungu tumshukuru Mungu na tumshangilie Bwana. We saw
We saw Holy Spirit come when we were in the schools. Na tuliona Roho Mtakatifu akishuka tulipokuwa kule mashuleni. And he comes